Mtumishi mmoja wa Mungu akiwa madhabahuni akiendelea na ibada, alitoa ufunuo ambao Mungu alimpa siku moja kabla ya hajapanda madhabahuni. Mtumishi wa Mungu alielezea kuhusu maono aliyoyaona ya unyakuo ambayo Roho wa Mungu alikuwa akimfundisha na akimtaka aliambie kanisa alilokuwa akiliongoza pamoja na watu wote watakao msikiliza na kufuatilia ujumbe huo. Mtumishi wa Mungu alisema aliona taharuki kubwa sana, na aliona watumishi wengi wakubwa wa Mungu ambao waliaminika katika taifa na walikuwa wanaaminika na jamii na waumini wao na washirika wao wakilia na kuomboleza na kusaga meno kwa sababu tu waliachwa na unyakuo. Aliona watumishi wa Mungu wakilia, wakiomboleza, wakijuta, wakisema kwamba kwa nini tuliacha kuwafundisha watu hawa njia ambazo walitakiwa kuziendea? Maana Biblia imetuamuru kwamba tufundishe injili iletao toba na iletao ondoleo la dhambi. Lakini sisi hatukuwafundisha kwa maslahi ya tumbo letu, kwa maslahi ya maisha yetu, ili tunufaike wenyewe na kujizolea umaarufu mkubwa kwa watu, tukajizolea fedha nyingi, lakini hatukuambia watu hawa kwa habari ya kweli ya neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu anasema aliwaona wakijuta na kulaumu kwa nini hawakuwafundisha washirika wao na waumini wao njia ya kweli ya Mungu. Kwa nini hawakukemea dhambi? Kwa nini hawakuwarejesha katika njia ya utakatifu? Lakini wao walidili na kuwabariki ili hali watu hawa wakiwa na uovu ndani yao. Mtumishi wa Mungu alijuta sana kwa sababu hakuwafundisha watumishi wake kwa habari ya njia ya kweli ya Mungu na utakatifu. Aliona watumishi wakubwa wakiomboleza sana, wakilia, wakijuta, wakigaragara, wakijipiga wakisema ole wetu sisi kwa sababu hatukuwafundisha watu hawa njia ya haki ya kweli ya Mungu. Ole wetu sisi kwa sababu hatukuwaambia iliyo kweli ya Mungu. Lakini tulidili tu na baraka za mwilini bila kujali faida ya nafsi za hawa watu katika siku za mwisho. Mtumishi wa Mungu anasema aliwaona waumini na washirika wa makanisa wakilia na kujuta na kuomboleza. Waliachwa kwa sababu tu hawakufundishwa injili ya kweli, hawakufundishwa kufuata ile kweli, hawakufundishwa kuishi maisha matakatifu, hawakufundishwa namna ya kumtukuza Mungu kwa matendo yao, wala hawakufundishwa injili ya toba inayoleta ondoleo la dhambi. Neno la Mungu linasema na mataifa yote watahubiriwa injili iletayo ondoleo la dhambi. Na Yesu alisema na katika kuenenda kwenu hubirini mkiwaambia watu ufalme wa Mungu umekaribia. Mtumishi wake akasema kwamba na ndivyo hivi mataifa watakavyohubiriwa kwa habari ya injili ya toba na ondoleo la dhambi. Lakini sisi hatukuwahubiria watu hawa kwa habari ya toba, lakini sisi hatukuwahubiria watu hawa kwa habari ya ondoleo la dhambi, bali tulidili tu kuwafariji na kuwatamkia baraka bila kuambia watakatifu wa Mungu ndio watakaourithi ufalme wa Mungu. Mtumishi wa Mungu alisema aliona watu wakijuta sana, wakilia, wakisema kwa nini hatukufundishwa injili iliyo kweli. Walijipiga wakiomboleza, walienda makanisani mwao wakitafuta labda watawaona wachungaji wale ambao walikuwa wakiwadharau kwa sababu ya kuhubiri injili ambayo ina makemeo ndani yake ya dhambi. Walikimbia huko na huko wakitafuta ni wapi watapata usalama wa nafsi zao, lakini ilikuwa wamechelewa. Walitafuta kila mahali, walitafuta msaada ambao walikuwa wakiuona mwanzo, ambao walikuwa wakiusikia mwanzo kwa habari ya kuacha dhambi, kwa habari ya kuishi maisha matakatifu, walikuwa wakipuzia. Waliwatafuta hao wachungaji ambao walikuwa wakiwasema katika mitandao kwamba injili yao imepitwa na wakati, kwamba injili yao haina mvuto kwa sababu tu walikuwa wakikemea dhambi, wakionya. Watu hawa walihangaika huku na huku bila kupata msaada wowote kwa sababu tu walilipuuzia neno la kweli la Mungu na injili ambao ndani yake ina utakatifu, inakemea dhambi. Maana Mungu wetu hukemea kwa upole na uonya kwa upole. Lakini walikataa maonyo hayo, wakitaka tu baraka, wakitaka tu wabarikiwe. Leo hii wanajuta na kuomboleza tu ni kwa sababu hawakusikiliza injili takatifu.
Ipendwa msikilizaji unanisikiliza katika kipindi hiki, kweli tunahitajika kubarikiwa kwa baraka za rohoni na mwilini. Baraka za mwilini hazitatupeleka mbinguni. Baraka zinazoonekana kwa macho hazitatupeleka mbinguni, lakini baraka za rohoni zitatupeleka mbinguni. Ni heri tukaiangamiza miili yetu, lakini tupate usalama wa roho zetu. Awezaye kuiokoa nafsi yake ataiangamiza. Kwa hiyo injili ya kweli inayokemea dhambi na inayoonya dhambi inapopita ndani yako, tafuta kubadilika na kutubu. Haujajua ni kwa nini injili hiyo imekugusa wewe. Manake Mungu anataka ubadilike. Mtumishi wa Mungu anapata ufunuo, anaona watumishi wakubwa wanaachwa, wanabaki kwa sababu tu hawakuwafundisha watu injili ya kweli. Walikuwa wanadili na baraka tu, wakiwabariki, wakikusanya fedha na mapato na sadaka, lakini bila kujali usalama wa roho za hao watu. Mwisho wa siku wanajikuta wanaachwa, wanabaki. Sasa Roho Mtakatifu anapokupa utonoa design hiyo, maana yake anataka tubadilike, maana yake anataka tutubu, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu ufalme wa Mungu upo mlangoni na upo ndani yetu, na ufalme wa Mungu umekaribia.